juzi Yanga. Nataka niulize swali moja kwenye ile uwanja. Watu wengi wanafikiri kwamba bado timu za Kariakoo, Simba na Yanga zina mambo mengi, haziwezi kufikia hiyo goal ya kujenga uwanja. Nisamehe ndugu wa Manji. Manji alikuwa na moyo wa kuisaidia Yanga. Yusuf Manji. Inawezekana alikosa watu pengine wa kumsaidia strategize, kuwa na mikakati madhubuti, yes, za kuifanya ile timu iwe na maendeleo makubwa. Mimi binafsi kwangu hoja kwa sasa Yanga sio mchakato wa kwenda kujenga uwanja. Mimi kwa aliyofanya Ghalib Said Mohamed Yanga, mimi swala la kujenga uwanja kwake sifikiri kama ni jambo zito. Yaani mimi kwangu ni leo hii natamani kusikia uwanja utakamilika lini. Yaani basi kwa sababu kwa namna walivyokaa kwenye kikao chao jana na walichokizungumza afisa habari wa klabu, namna anavyozungumza aliashiria kwamba klabu imeshamaliza vikao vya awali vya tathmini ya ujenzi. Sasa wako kwenye mchakato wa kwenda kumaliza jambo la utekelezaji. Kwa hiyo mimi shauku yangu ni kusikia tu uwanja utakuwa umekamilika mpaka lini, project ni ya muda gani basi. Lakini swala la kujenga mimi naamini Ghalib atajenga. Labda kutokea kitu kingine, lakini kwa vitu alivyovifanya Yanga Afrika mpaka sasa siamini kama anashindwa kujenga uwanja. Yaani sijui labda kutokea kitu gani, lakini yeye mwenyewe ukiacha ushabiki na nini, ni mfanyabiashara, mwekezaji mkubwa, ana project kubwa ambazo amezifanya pengine zinafanana na ukubwa wa project ya kiwanja cha mpira au zaidi. Lakini kama haitoshi, ana watu ambao wanafanya naye kazi kama kina engineers ambao wanamsaidia kwenye kustrategize mambo. Yaani lazima kwenye vitu kama vile upate watu ambao wanakupa mawazo mazuri na wanakupa mikakati, mnashirikiana kwenye kutengeneza uelekeo wa klabu. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri wote wamepata bahati. Engineer amepata bahati kukutana na GSM amekutana na bahati ya kukutana na engineer, kwa sababu wana uwezo wa kufanya kazi kwa pamoja na wakaja na matokeo yanayoonekana na yanapimika. Leo hii hata ukisema ni kweli Yanga imeshuka, lakini ukipima level walioiongeza kwenye timu, yani standard ilivyopanda kwa muda mfupi, timu imepanda juu. Na ndio maana tuchukulie mfano hata swala la uwekezaji, waliwakuta wenzao washaanza huo mchakato wa mabadiliko, lakini Yanga inaonekana kama wamekuwa na spidi kubwa mpaka kwenda kufikia kupata thamani ya klabu na nini. Na ndio maana mimi shauku yangu nikijua project inajulikana lini, kitu cha msingi cha kuhoji ni thamani ya klabu ilitajwa kwa bilioni 100. Sasa je, baada ya uwanja kujengwa Yanga itakuwa na shares zake kwenye uwanja. Je, thamani ya klabu inapanda tena au walikuwa wameikadiria vipi hiyo thamani? Kwa sababu nakumbuka wakati wanathaminisha eneo la Young Africans pale Jangwani, halikuwa na uwanja kwamba umeshajengwa. Kulikuwa ni eneo tu. Kwa hiyo nafikiri hoja za msingi za kuwauliza Yanga ni namna gani uwanja unaenda kuongeza thamani ya klabu, kwa maana ya thamani kupanda zaidi ya bilioni 100. Lakini swala la kujengwa mimi sidhani kama ni story kwamba Yanga watu jenga sijui lakini tutaona, kwa sababu kama mind engineer na timu nyingine hajaitumia miaka 4 ijayo. Kwa hiyo probably kama ni uwanja kujengwa hauwezi kumaliza miaka 4 kama watakuwa na watu kweli. Kwa hiyo kwangu mimi sifikiri kama huo ni mtihani tena. Unafikiri inaweza ikawa chachu kwa timu nyingine ama kupelekea wivu kwa timu nyingine, especially kama Simba Sport? Tusizunguke Simba Sport. Ukweli wa mambo ulivyo leo hii, hata ukihoji uhalisia ulivyo, kama kuna timu zilipaswa kuwa na viwanja vyake ni Simba na Yanga. They are older enough kuliko timu yoyote kwenye ligi. Yes, kwa hiyo kiuhalisia ukiangalia kwenye ligi sasa hivi ni Simba na Yanga tuna demand wawe na viwanja vyao. Ukweli wa mambo ulivyo, wala sio ushauri, yani matajiri wa kweli, yani wafanye vitu ukweli. Yani so tujue tutajiri na nini, au kama unaona una mpango pia unawaambia watu kwamba jamani, mimi mpango wa kuwekeza masuala ya uwanja sio mambo yangu. Mimi nilisikia kwa wakati wa Manji, ndio maana nikaungana naye kusema labda idea haikuwekwa vizuri ama uwazi ama changamoto ya lini. Manji alikutana na Watanzania wengi walikuwa na akili ya kupiga basi. Yani ndio maana sajili zingine, nitakupa mfano. Manji alimsajili Emmanuel Okwi
wakati anarudi Tanzania huko. Manji alimsajili, wakati anamsajili mtu alikuwa anasimamia usajili wa Okwi kuja Yanga kwa Manji kaongea kwamba Okwi kasaini almost mwaka mmoja nakumbuka. Kumbe yeye kamsainisha nusu. Kwa hiyo Okwi alisajiliwa na Yanga dirisha dogo. Ligi imefika mwisho wa msimu, Okwi ana depart kwenda Simba. Manji anaoji yeye anachojua mchezaji kasaini mwaka, kumbe uhalisia mchezaji kasainishwa miezi 6. Kwa hiyo Manji changamoto kubwa alikutana nayo wakati wake yeye. Alikutana na wapigaji wengi. Mimi nilivyosikia ni kwamba alidemand kwamba aimiliki klabu kwa miaka 10. Kitu ambacho mashabiki wa kawaida wa huku chini wanachama wa timu hiyo waligoma. So unajiuliza ni kweli katika mahesabu yalikuwa hivyo ama taarifa ililetwa vinginevyo? Ndio kama unavyosema hapa kwamba uko kuna wapigaji unaweza kuta wakaona kwamba hapa tutapata wapi same. Chukulia mfano. Manji alisema anachukua klabu kwa muda gani? Miaka 10. Yanga ya Manji let's say imehiti vizuri ni miaka 2014, 15, 16 hapo basi. Lakini uhalisia leo tuko mwaka 2026. 10 years ingekuwa imeisha. Alafu assets zimebaki kwenye klabu. Lakini kwa sababu Manji alikutana na baadhi ya watu ambao akili yao walikuwa wanatafuta upenyo wa kupiga au tu kuiboresha hiyo idea au kuboresha hiyo idea kwamba umiliki huo ni wa aina gani, kwa sababu hata wanachama wenyewe kukubali kwamba klabu imilikiwe na mtu ni kitu kigumu kwao. Same to uwanja, same to properties za club. Labda umiliki huo ni wa aina gani na vitu kama hivyo, kwa sababu kuna story kuhusiana kama ya mchezaji kama Makambo, sio inayo kuipata hiyo. Ilikuwa ni story different kabisa kwamba ameuzwaje, ilikuwa ni kama haieleweki. Mazingaumbo nilikuwa tafuta neno hilo. Haieleweki. Kama unavyosema usajili wa Okwi. Labda kuna mambo mengi yalikuwa yamejificha, na kwa sababu inanipa picha kwamba kwa nini sasa hivi huyu aliyopo anapenda sana kwenda front. Sasa Irene, uhalisia ulivyo kwenye maisha utajifunza kwa mtu aliyefanya akafanikiwa au aliyefanya wewe ufanye mwenyewe ujitie mjuaji ukose, ndo utajifunza. Kilichotokea Manji lake ilikuwa mfuko wa shati. Na watu walijua kwamba Manji ni lake ilikuwa mfuko wa shati. Na watu waliteka advantage ya mapenzi yake kwenye klabu. Kwa hiyo halisia ni kwamba watu walijua huyu jamaa tukimwachia timu akaenea miaka 10. Kwa sababu ni mwekezaji, ataziba mirija ya upigaji. Tena sio kwa chuki, yani system tu inavyotaka kibiashara itaficha hiyo mirija ya upigaji. Kwa watu hawakutaka hicho kitu. Ghalib Said Mohamed yeye vitu vingi anasimamia mwenyewe, kwa sababu yeye hataki watu watumie advantage ya mapenzi yake na klabu kunufaika wao, alafu klabu ibaki vile vile. Siku akiondoka watu wasema Ghalibu kuacha legacy kwenye klabu. Kwa hiyo kilichopo sasa hivi ni tofauti na wakati ule. Yeye mwenyewe Ghalibu kajifunza kwa sababu he was there, yani alikuwa mshabiki tangu zamani. Kwa alikuwa anajua changamoto. Alikuwa anaona kibiashara kama sasa hivi hapa unajua opportunity wako, unajua kila kitu kinaendaje. Kwa hiyo kiuhalisia yeye alichofanya Ghalibu aende site kujenga. Yeye anatengeneza system nzuri kwenye klabu ya kustrategize mambo ya floor. Hata yake yuko nyuma ya pazia aonekane. Kwani ni mara ngapi tena naona ni siku hizi Ghalibu ndo kaanza kuonekana live kwenye matukio mengi. Zamani wale walikuwa muone na timu ilikuwa inafanya vizuri, sajili zinakuja nzuri, ni kwa sababu yeye ametengeneza system kwenye timu. Na system yenyewe pia duniani. Tunaenda duniani.